Habari yako ndugu mtazamaji, kwa majina yangu naitwa Dr. Mary, ni Dr. msaidizi, nipo chini ya Dr. Damaki. Song'wa Traditional Clinic tunahusika na tiba asili, tunatibu magonjwa mbalimbali kwa kutumia mimea ya asili. Sasa leo hii tutajifunza ugonjwa unaoitwa PID. Ugonjwa huu unakumba wanawake wengi sana. Inawezekana una tatizo hilo lakini hujijui kama una tatizo hilo. Basi tutajua ugonjwa wa PID. Kwanza kabisa, PID kirefu chake ni pelvic inflammatory disease. Yaani kitaalamu wanasema P ni pelvic na E ni inflammatory na D ni disease. Kwa Kiswahili tunaweza kusema ni maambukizi ya bakteria yanayoshambulia via vya uzazi vya mwanamke. Na utajuaje kama una tatizo la PID? Dalili za PID ziko nyingi ambazo zinakumba sana wanawake. Unaweza ukawa na dalili mojawapo ila usijue kama ni PID ukachukua ni dalili ya kawaida. Kwanza kabisa, mwanamke anakuwa anatokwa na uchafu sehemu za siri. Uchafu huo unakuwa ni mzito. Wakati mwingine uchafu unakuwa na harufu ila muda mwingine hauna harufu. Hasa huo uchafu unapokuwa unatoka mara kwa mara, mwingine anaweza kachukua ni tatizo la kawaida lakini ni dalili ya ugonjwa wa PID. Lakini dalili nyingine, anakuwa anatokwa na harufu ukeni ambayo sio ya kawaida, tofauti na mwanzo. Unakuwa unatoka na harufu mbaya ukeni. Lakini pia mtu mwenye PID akiwa anashiriki tendo la ndoa anakuwa mkavu. Yaani unakuwa unapata ukavu sehemu za siri. Hali hiyo inapelekea hata mwanamke kupata maumivu pindi anapokuwa anashiriki tendo la ndoa. Lakini pia mtu mwenye ugonjwa wa PID huwa inampotezea hamu ya tendo la ndoa. Yaani anakosa hamu ya tendo la ndoa. Lakini vile vile anakuwa hata homoni zake, mtu mwenye ugonjwa wa PID, homoni zake zinakuwa imbalance. Yaani anaweza kanaenda kwa mwezi mara mbili, anaenda mwanzoni mwa mwezi na mwishoni mwa mwezi. Wakati mwingine anakuwa anapata ile period isiyokata, yaani anakuwa anatoka na damu mfululizo. Sasa hizo zote ni dalili za ugonjwa wa PID. Ukiona na dalili hizo, basi unikushauri wahi kituo cha afya uweze kuangalia tatizo lako na uweze kupata tiba. Lakini pia kuna ugonjwa mwingine, ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Ugonjwa huu unasababishwa na msongo wa mawazo na kutokula kwa wakati. Inawezekana una tatizo lakini hujui linasababishwa, uweze kujua linasababishwa na nini wala hujui dalili zake zikoje. Kwanza kabisa, mtu mwenye vidonda vya tumbo anakuwa anasikia kiungulia mara kwa mara, anakuwa anasikia tumbo lake linajaa gesi, wakati mwingine anasikia vichomi tumboni. Lakini kwa wanaume anakosa nguvu za kiume, anaweza kashika tendo la ndoa akaishia njiani. Pia tuna dawa yetu kama Song'wa Traditional Clinic, tuna dawa yetu ambayo inatibu ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo hivyo vipo vya aina mbili. Kuna vidonda vya tumbo mwembamba na vidonda vya tumbo mpana. Sasa tuna dawa yetu inaitwa Magina. Dawa hii inatibu vidonda vya tumbo jeshi tumbo mwembamba au tumbo mpana. Ni dawa ambayo inatibu vidonda vya tumbo vya aina yoyote. Lakini pia ugonjwa wa vidonda vya tumbo una madhara. Unapokaa kwa muda mrefu unaweza kapelekea ukapata bawasiri au kansa ya koo. Na bawasiri inasababisha ile mishipa ya ndani kupasuka. Mtu mwenye vidonda vya tumbo nimekuambia hali kwa wakati. Kwa vile ambavyo hali kwa wakati hata chakula chake hakimeng'enywi vizuri. Anapojisikia kupata choo chake kinakuwa ni kigumu. Kwa anatumia nguvu kubwa kupusha aweze kupata haja. Hivyo upelekea kupasuka ile mishipa ya ndani ya haja kubwa na kupata tatizo la bawasiri. Wengi wanasumbua tatizo la bawasiri lakini wanakosa tiba. Wengine wanatokwa na kile kinyama cha nje au mtu anakuwa na kile kinyama cha kuingia na kutoka pindi anapojisaidia. Sasa tuna dawa yetu inaitwa Ngumbo. Dawa hii inatibu ugonjwa wa bawasiri. Haijalishi ni bawasiri ya ndani au ni bawasiri ya nje. Ni dawa ambayo inatibu bawasiri ya aina yoyote. Tumia dawa hii ndani ya siku 7 na hiyo hali hautoiona tena. Lakini pia kuna watu ambao wanasumbuliwa na uric acid peke yake. Tunao dawa yetu ambayo inaitwa Paracho. Dawa hii ni dawa ambayo inatibu uric acid ya aina yoyote. Ni dawa ambayo unatumia pia ndani ya siku 7 na hiyo hali hautoiona tena. Song'wa Traditional Clinic tumesambaa karibia Tanzania nzima. Kwa watu wa Dar es Salaam tunapatikana Mbezi Mwisho, Mbezi ya Kimara. Kwa watu wa mkoa wa Kilimanjaro tunapatikana Moshi, Kibosho Road. Kwa watu wa Mwanza tunapatikana Mwanza, Buzuruga shule. Kwa watu wa mkoa wa Mbeya tunapatikana Mbeya mjini pale Nzovwe. Kwa watu wa Morogoro tunapatikana Morogoro mjini. Kwa watu wa Dodoma tupo Dodoma mjini. Kwa watu wa Arusha tupo Arusha Ola City. Song'wa Traditional Clinic tupo pia kwenye mitandao ya kijamii. Ukiingia Facebook unaandika Song'wa Traditional Clinic, ukiingia Instagram tupo kwa jina la Song'wa Traditional Clinic. Pia ukiingia YouTube utaandika Damaki TV utatupata. Pia tuna website yetu unaandika www.damakiheboclinic.com. Song'wa Traditional Clinic tunajali afya yako. Pia kwa maelezo zaidi na ushauri tupigie simu namba kupitia 0752 62 9252. Nitairudia tena 0752 62 9252. Afya yako ni jukumu letu.